Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh, nauliza hivi, je, mtu akipendwa na jini na huyo jini akawa anataka aolewe na huyo aliyempenda, je, hii inafaa? Khamis kutoka Mbeya. Sijaelewa, unataka kwa wengine? Yaani mwanamume jini anataka aolewe na binadamu wa kiume. Mwanamke jini. Anasema je, hii inafaa? Alhamdulillah, swali Sheikh Abubakar ina aina bi kidogo. Je, anaweza kutokea jimaa au tendo ndoa baina jini na insi? Naam, kutokea. Lakini katika ndoto. Sio live. Na Allah Ta'ala katika Qur'ani anasema wakati anaongea na shetani au jini au iblis, kasema innahu yarakum huwa qabilu min haythu la tarawnahum. Iblis na wa kizazi wake wao wanakuonana nyinyi humoni. Siwezi kuja mtu jini kana mwanamke ambaye jini hawezekani kitu kama hivyo. Anaweza kuja kwa sura binadamu lakini baadaye inapotea. Kama nimesikia kabla wiki katika iboti uwanja ndege ya Washington nafikiri Amerika, kaja mwanamke ana passport nchi hawaelewi. Hii ni true story, nimefuatilia mimi, ni kweli. Jamaa huyo mhamiaji amechanganyikiwa, amechukua mwanamke ameshangaa amembiza chumbani, wanamhoji kabateka kayuka. Inaweza kuja kwa sura binadamu lakini sio sura yake ya halisi jini. Anakuja kwa sura ya mtu. Maana Mtume anasema yeyote ataniona mimi katika ndoto kama mimi nilivyo, na huyo ameshaniona kwa kweli na ataniona kiyama. Sasa kwa Mtume anasema kwa sura yangu ilivyo. Maana anaweza kuja jini kwa sura nyingine sio sura ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tadai yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema uongo. Sasa kila mtu anaota Mtume sallallahu alaihi wasallam lazima asome hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam Mtume alikuwa alivyo. Siku mtu anaona Mtume sallallahu alaihi wasallam, siku moja kanaambia mtu hapa, Sheikh, nimeona Mtume sallallahu alaihi wasallam kaleta binti yake Fatima radhiallahu anha katika ndoto, kasema bana msalimie binti yangu Fatima. Kamsalimia, kafurahi siku ile. Mimi mwambieni huyu mzee hajaona Mtume na Fatima, kaona jini. Mtume hawezi kubali binti yake mshika mkono wakati yeye kakataza. Sio vizuri. Sasa hapa sita kutoka katika ile swali ni anaweza mwanamke au mwanamume anaona ndoto jini mahaba nini na mzuia mwanamke asiolewe au mume asiowe, anazuia. Inawezekana hiki kitu. Inawezekana lakini sio mubashara, ni katika ndoto. Ya pili, anaweza kuoana halali? Hapana, sio halali, ni harami. Binadamu hawezi kuoa jini na jini hawezi kuoa binadamu. Kitu ambayo inafuatayo. Kwanza, Allah katika Qur'an anasema nyinyi wanaume nimeumba mimi kina mama kwa ajili ya yenu nyinyi ili upate utulivu. Min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha azwajan lakum. Sasa hiyo sisi tushaombewa wetu tayari. Naam. Mtu anaoa ambaye jinsi yetu sisi ambaye kina mama binadamu sio jini tena. Alafu huwezi kuzaa naye wewe mwanamke. Watoto unaona watoto kutoka ndoto anakuletea tu, lakini uone mtoto kwa mbele yako. Alafu kumwoa mwanamke jini lazima aje wali wake shahidi. Wali wako utapata wapi? Sasa ni haifai Muislamu kumwoa jini kwa mujibu wa sharia wa Uislamu, lakini huenda wanampendana na kuja katika ndoto na mzuri nani, lakini ni haram. Kama Muislamu mwingine anakaa na mwanamke bila nikah ni haram, lakini imetokea. Lakini kwa live hawezi kutokea, ni haram, ni haifai. Sasa hii Muislamu lazima aelewe vizuri. Allah wewe amekupa Subhanahu wa ta'ala wewe mwanamke binadamu ile uzaa naye uishi naye. Hivi alafu Qur'ani ameweka wazi mwanaume lazima yeye ni amesimamia nyumba. Si mwanamke jini wewe usimame bibi. Ushagombana wewe cha kutandika wewe huna lolote. Sasa kisheria haifai, ni haram. Naam.